Salamba, kama Mtanzania, kwanza pole na matokeo ya Simba kupoteza ubingwa wa shirikisho Afrika. Asante sana. Dakika 90 zilikuwa za uonevu, wengi usema hivyo. Muamuzi ya kuwa kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba alibedi sana kwa Els Berkane. Kwako mtazamo wako ukoje? Ni kweli muamuzi amenyonga Simba? Kwanza uliuangalia mchezo? Mimi nilitazama vizuri Dominic. Pengine labda ukisema muamuzi alikuwa hayuko fair, hiyo inakuwa tunasema inakuwa ni relative term. Yaani kitu ambacho huwezi kujua ingogea gani. Ni vyema kama ungespecify kwamba ni maeneo gani, kwa sababu binafsi nikiangalia ilikuwa ni miongoni mwa mechi bora sana ambazo tulikushuhudia jana. Kwa upande kwanza wa kila timu ilijiandaa. Simba ambao waliingia kwenye mechi ya jana at least walionyesha upinzani tofauti na mechi ya kwanza. Kidogo walipandisha ile hadhi ya mechi ya finali. Mechi ya kwanza ambayo kimsingi ilikuwa ni mechi ambayo ilikosa ushindani, ilikuwa ni mechi ya upande mmoja. Lakini pia Berkane walikuja na mbinu zaidi, walicheza kikubwa zaidi, kwamba ni mechi ambayo tayari wao wana magoli mawili, wapo kwenye mechi ya ugenini. Kwa hiyo hawawezi kuwa na in the same pace na mwenyeji, huku mwenyeji akiwa anataka apate magoli ya haraka haraka. Kwa hiyo waliingia na kuja ku slow down tempo ya mchezo ili waweze kusecure kile ambacho tayari wanacho, kwa sababu kinachoangaliwa ni kuchukua ubingwa na sio umechezaji. Lakini pia kwa upande wa officials walikuwa very superb. Kwa upande wangu mwamuzi alikuwa very smart katika mechi jana kwa upande wangu. Dominic Salamba, wengi wanazungumza tukio la Yusuf Mwana wa Kagoma kupewa kadi nyekundu ni kana kwamba walikatwa mabawa hivi klabu ya Simba, yani siiluke, na wengi waliamini kwamba faulu yenyewe ilikuwa nyepesi sana, haikustahili kadi hiyo nyekundu. Changamoto iliyopo, tumeathiriwa sana na maamuzi yasiyokuwa ya kiungwana, yasiyokuwa ya kiweledi ambayo yanafanyika kwenye ligi yetu. Ligi yetu imekuwa ina maamuzi ambayo yako very biased, hasa kwa timu kubwa Simba na Yanga. Kwa hiyo ni utatarajia kuona muda mwingi wa kibalance na kuingiza busara kwenye mpira. Ni kurejesha mechi moja, ilikuwa ni mechi ya Simba na Yanga. Abdulrazak Hamza mechi ikiwa inaanza tu alifanya foul moja akiwa ni mtu wa mwisho. Nafikiri alimfanyia kama sio Dube, kama sio Mzize au Aziz. Ilikuwa ni clear red card katika mwanzo wa mchezo. Ila kwa hiyo unachokizungumza wewe kwenye mazingira yale kwamba ni mechi ya Simba na Yanga, ni mechi kubwa, mwamuzi utatoaje penalty, utatoaje kadi nyekundu mechi ikiwa inaanza, yakapelekea mwamuzi alifunike lile tukio kwenda kutoa kadi ya njano. Kwa hiyo tuna matukio ambayo tumekuwa tukiyashuhudia kwenye ligi yetu na ambayo yanatoa nje kwenye sheria za mpira zinavyosema. Tunaongozwa zaidi na busara kuliko mpira wenyewe. Yusuf Kagoma ni miongoni mwa viungo ambao kama refari wetu wangekuwa kama refari wa jana au kama refari wengine wa CAF wenye weledi, kwa msimu angekuwa hakosi kuwa na kadi 5 mpaka 6 nyekundu. Kiungo ambaye anacheza madhambi sana, wakati mwingi anasifika kwa kucheza fouls, sio kuzuia mipira, sio kupasia. Ni mtu ambaye amekuwa akitumia nguvu, na wakati mwingi kwenye matukio mengi anakuwa anachelewa. Maana yake anakuwa ana late tackle na kwenda kuingia kwenye miili. Ameshaumiza wengi kwenye mpira, kwa sababu na katika yote anayofanya uone akipewa kadi hata moja, wakati mwingine hata njana anakosa. Yaani mechi inakuisha iko very smart. Kwa hiyo ni kitu ambacho ameona ndio style, na watu bado wakaendelea kumsifia hapo na kuanza kumrank miongoni mwa viungo bora, na yeye akajaa kwa anakwenda kuapply kwenye kila mchezo ambao anakutana na kitu ambacho sio sahihi. Sio sawa. Jana kipindi cha kwanza maamuzi mara 3 alimlea. Ya kwanza, ya pili, ya nne akampa kadi ya njano. Ndio. Akafanya fouls zingine 2 baada ya kupewa kadi. Kipindi cha pili, sawa? Berkane wakiwa wanakwenda kuattack, wanakwenda kutengeneza mazingira ya 3 against 2. Wanakwenda kwenye shambulio, anakuja anacheza light tackle, anafanya obstruction from behind, anakwenda anagusa mguu. Ni foul ambayo inakwenda kufifisha au kuzuia shambulizi la kwenda kufunga. Na siku zote FIFA au cheza mpira miguu, yeyote ambaye anakwenda kuzuia shambulizi akiwa mtu wa mwisho ni red card, akiwa ni mtu wa mwisho anapata kadi ya njano. Kwa hiyo mwamuzi anakwenda kutoa kadi ya njano ya uhalali ambao huwezi kuipinga kutokana na tukio ambalo amelifanya mchezaji ambaye anagundua ana kadi ya njano, alafu anasema mwamuzi yuko fair. Wote kwa football ambao mnataka nyinyi. Ni ndani ya mpira. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho hakina mantiki. Wao wakae waangalie namna ya kurekebisha
Yusuf Kagoma ambaye amekuwa ni tabia yake. Hii sio TBC. Hii ni ligi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo mimi binafsi it was a clear yellow card, ambayo kwa sababu alikuwa na kadi nyingine, ila kama maamuzi kwa tukio lile angetoka angempa straight red card, wote tungelalamika. Sio, unaelewa? Lakini hapo Salamba, kwenye hiyo straight red card watu wanajiuliza kadi ya kwanza ya Yusuf Kagoma ilitoka dakika ya ngapi, kwa sababu kuna taarifa zinasema dakika 36 ndio alipewa kadi, lakini ukiangalia vizuri dakika 36 kadi alipewa Shomari Kapombe tu. Na ndio tukio ambalo lilihusishwa Fadru Davis na yeye kupewa kadi ya njano, lakini haikuonekana kama alipewa kadi awali kwenye dakika 36 Kagoma. Anaye rekodi kadi ni muamuzi. Okay. Mara ngapi tunashuhudia kwa upande wa television ukiwa wanakosea kuandika majina ya kadi? Mara kadhaa. Au ngoja kushuhudia? Tumeshuhudia. Kwamba kadi amepewa mtu fulani, hata goli. Goli kafunga mtu fulani kuja kuandika kitu kingine. Yes. Na ndio maana yeye mwenyewe ulimwona anahamia kutoka nje? Hapana. Hapana. Uliona Simba wakilalamika? Hapana. Kwa hiyo Simba hawana yani kwamba hiyo akili kwamba ilikuwa ni kadi ya pili ya njano. Si unaelewa? Na kupata vizuri. Apate kadi moja ya njano, ampe nyekundu. Alikuwa apata kadi ya njano ya kwanza. Okay. Alipata kwenye first half. Alipewa kadi ya kwanza ya njano. Na hiyo ilikuwa ni kadi ya pili ya njano, ambayo ina result kwenda kupelekea kadi nyekundu. Na maamuzi kabla hajatoa anaangalia. Unaona? Ndio alitoa ya njano. Yes. Hapa baadaye akatoa nyekundu. Kwa nafikiri hiyo sio excuse. Lakini pia kadi ni sehemu ya mchezo, kama ambavyo ilikuwa ni penalty. Yes. Tumeshuhudia mechi ngapi Simba akishinda opponent wake pungufu kwenye NBC Premier League? Mechi ngapi? Mechi nyingi, ni zaidi ya 3. Mbona hatukulalamika kuhusu hilo jambo? Tumeshuhudia Simba akipewa penalty ngapi ambazo hazieleweki? Ni nyingi. Sasa ni mpira na ndio maamuzi ya mpira. Na amesecure alama 3 na leo hii yuko nafasi ya pili akiwa tofauti alama 1. Kwa hiyo kumbe kadi na penalty ni sehemu ya mchezo. Okay. Kwa hiyo unapoingia kwenye kucheza mpira wa miguu lazima ujiandae na vitu vyote ili uweze kusecure winning chance. Hebu ujue kwamba nikifanya makosa ninaweza nikafungwa kwenye penalty, naweza nikafungwa kwenye uwezo wa kawaida, naweza nikafungwa nikiwa pungufu. Okay. Uwanjani. Ndio jukumu lako wewe ni kujua. Naona kuna wakati mwingine kwenye baadhi ya mechi mwalimu akishaona tu mtu kapata kadi na amechoka, anamuondoa. Jana tushuhudia baadhi ya nyota sawa wa Berkane walikuwa wakipata kadi anawaondoa. Yes. Kwa maana anajua kama ile mechi ambayo ina pressure kubwa, tumechoka, tupo away, ni rahisi kufanya makosa na itakuwa red card, anawaondoa. Kwa hiyo nafikiri kuna hiyo kuna namna ya kuweza kusoma, lakini pia benchi la ufundi lenyewe kuna sehemu ilikuwa limepwaya. Ilikuwa liweze kuona kwamba ana kadi tayari. Kwa mazingira katikati mzigo alionao, anaweza kaenda. Moja, mnazungumza naye. Pili, unampumzisha, anaingia mtu mwingine kuweza kusecure timu. Salamba. Lakini pia kama Watanzania kuna kitu kimetuacha midomo wazi kidogo, tukiachana na hiyo red card. Na hiki kitu kimefanya pia na wachezaji wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Goalkeeper Musa Pimpin Kamara, lakini na kiungo wa boli Fabrice Luamba Ngoma namba 6 mgongoni. Lile tukio tunalitafsiri vipi? Kwa sababu kila mtu ana namna yake kutafsiri, lakini tukio lilipoanzia inasemekana Kamara alipokwenda na mpira kwenye kibendera alafu akaurejesha tena kwenye lango lao, Ngoma akaenda kumwambia usifanye tena mchezo ile kwenye mchezo mkubwa kama huo finali, unapigaje hivyo? Na kulikuwa na adui pale, alikosa kidogo sana, utatugharimu. Nasikia Kamara kutaka kuelezwa, akasema uwezi kunifundisha kazi, mimi mwenyewe natambua na najua majukumu yangu. Kwako hili tukio umelibebaje? Maana ndani yake yanazungumzwa mengi kwenye hili tukio, Dominic Salamba. Kwanza si hiyo scenario ulio yanareti. Sijui kama walikuwa wanaongea hivyo. Mimi kwanza sijua kama walipeana hayo mazungumzo. Ninaamini kwamba Ngoma ni miongoni mwa kapteni wa klabu ya Simba. Yes. Sifikiri kwamba kama angeenda kuzungumza katika lugha ya kukaa katika ukapteni wake, wangefikia ile hatua. Okay. Sifikiri. Lakini kama nakumbuka kwenye ile video ni kama alimvuta jezi.
Musa Kamara. Ndio. Lakini palikuwa pana mazungumzo yalikuwa yanaendelea chini kwa chini ambayo akapelekea kila mmoja aweze kupata jazba na kupelekea kupigana. Maana wao wamepigana. Ndio. So itaka kupigana wamepigana. Na kujua wamepigana alikuishia pale. Hata baada ya pale walikuwa wanaelekea vyumbani. Wakataka kutongana tena. Ndio. Shabalala kaingilia kati. Kwa hiyo hasa tuwezi kujua nini ambacho kilizungumza. Lakini kubwa kwa tena nikazungumza ni kwamba nafikiri palikuwa pamekosekana utulivu wa kisaikolojia. Kuanzia hata kabla ya mchezo. Kuna kauli nyingi ambazo zilikuwa zinatoka za viongozi, mashabiki, waandamizi wa Simba na watu wengine wengi ambazo zilikuwa kwamba kuna mazingira ambayo sio sawa, kuna kuhujumiwa, kuna hiki, kuna hiki, vingi vilizungumzika. Sasa maneno yao ujue haishiagi tu kwa mashabiki. Hawa nao wanasoma, wanasimu, wanaangalia. Kwa hiyo ile dhana ya kuzulumiana, sio kuhujumiana ikaingia mioyoni mwa kila mtu. Kwa hata wenyewe wako match moja ni suspicious. Wakaanza kuhisiana tofauti. Kwa hiyo inapelekea anayehisi na anayehisiwa ndio yale kutokea. Sababu tayari palikuwa pana pressure kubwa ya nje ya uwanja ambayo ikiamini ni mechi ambayo inakwenda kuhujumiwa ikianzia kwenye uwanja wenyewe. Kwa hiyo nafikiri kukosekana kwa utulivu wa kimaandalizi kwenda kwenye mechi ya pili ya finali ndio kunakwenda kwenye result kile ambacho kimetokea. Kama timu ingekuwa ina harmony, usikii chote nini, hamna kelele na nini, usingeona ile kitokea. Kwa tayari paka na notion nyingi zizungumzika kama mechi imeuzwa mara hivi. Na hapo na mimi nipo nataka niulize vizuri. Kamara anashtumiwa kwamba kwenye michezo hii mikubwa maamuzi ni kana kwamba anawachoma wenzie. Yaani mali na ukubwa wake anawachoma wenzie. Na kuna viashiria wenyewe wanasema wameviona kadha wa kadha. Unafikiri taarifa hizi zina ukweli ndani yake? Kwa sababu wengine wanaenda mbali wanasema hata jana Kamara ni hivyo kwa sababu Ngoma alianza kumshtukia mapema. Lakini namna ambavyo alikuwa anacheza huwezi kuona kipa daraja lake acheze namna ile kwenye mchezo mkubwa wa fainali. Kama Ngoma alimstukia walichukua hatua gani? Kama wanahisi Kamara amekuwa kiwahujumu, kwa nini wanaendelea kumpanga? Wakati wana Ali Salim, wana kipa mwingine, wanaishi Manula wako naye pale. Bado uwezo wao wanahisi. Sasa hasa bora kipi? Hasa mtu mnasema ana uwezo. Alafu ana wahujumu. Kwa nini leo hii Manula kwa nini anakaa nje Simba? Taarifa hizo pia inasemekana ni wahujumu kwa vitano. Kutoka pale walimwacha. Mpaka leo yuko tu kama amekaa pale tumiki. Sasa kwa nini kama nao waligundua hiyo kitu? Kwa hiyo nasemaje wakati mwingine ni kushift burden. Uwezo ukamtumu mtu anauza mechi kama hauna uthibitisho wa kuuza mechi. Hisia zako ndio wakati mwingine zinakupeleka, lakini wale nao ni binadamu. Wale nao wana mapungufu. Kamara hajaanza kufungwa magoli ya ovyo leo. Kwa hiyo ndio ile mechi ya Coast na yeye alimnunua. Hapana. Nakuuliza wewe sasa mechi ya Coast na Simba. Simba anaongoza goli 2 bila mpaka half time. Coast anakuja wanachomoa. Coast ana hela ya kununua Kamara? Hapana. Mechi ya Yanga anapangulia ndani, Yanga nao alimnunua. Yanga timu kubwa Salamba. Yanga alimnunua? Hapana. Sasa kwa wakati mwingine jibu linakuwa hapana, lakini Yanga timu kubwa. Kuna makipa ambao wakati mwingine kuna wakati wanapoteza ubora mpaka wanawashangaa. Wako nakumbuka tulikuwa tuna Fabian Barthez. Nakumbuka Barthez. Alikuwa ni kipa mmoja mzuri sana. Lakini wakati mwingine anafanya makosa ambayo mtu akasema ndio huyu kwa leo katumwa. Kwa hiyo kuna character za watu. Kwa hiyo pengine pressure ya finali ilimchanganya, pengine kuikamia mechi. Shone. Kuna kweli kwa tukio moja amechukua mpira ameenda kule ampiga dadadana ametia ndani hapo ipo golini. Sikashangaa huyu anapiga cross hiyo. Kwa hiyo yapo wakati mwingine, lakini mechi ya Simba na Yanga ile ilikuwa ni direct kick direct kick imepigwa akapangulia ndani kutana na Max kaweka. Kwa hiyo nafikiri amekuwa na matukio hayo. Sio mara moja, sio mara mbili. Kwa hiyo kuja kumhukumu leo manake tu pengine ni kuja kuhitimisha madhaifu mengi alionayo ambayo kwa nyuma mliyasahau na mkaanza kumtemka miongoni mwa makipa bora Tanzania. Na leo hili ni kipa ambaye anaongoza kwa clean sheet, amewasaidia kufika hapo. Hapana, ifika watu tuamini kwamba football ina makosa na ilikuwa ni sawa makosa mpira bwana. Baada ya mchezo kuisha, Simba walitaka wamuue waamuzi waliingia kule kwa kuona kwamba wanahujumiwa. Nafikiri tukio pia lilienea kwa kasi kweli kweli. Nataka mtazamo wako kidogo, alichokifanya Simba ni kweli walikuwa na haki ya kufanya vile ama walionea waamuzi kwa sababu waliingia wakawa na warekodi na kuwatupia maneno tena hadi matusi yalisikika pale Dominic Salamba. It's an profession. Na hizo tabia nafikiri zinazidi kukua kwa kasi. Na nafikiri wenye mamlaka wamekaa tu kimya, sijui wanawaza nini.
kuna kauli nyingi zimeendelea kutoka, kuna mambo mengi yameendelea kuzungumzika ambayo si ya kiwana michezo. Yes. Hata jana kuna baadhi ya mashabiki wamepigwa viwanjani. Yeah. Kitu ambacho sio sahihi hata kidogo na hakikubaliki. Na hizi kauli zilianza kuzungumzika before ya huu mchezo. Viongozi walizungumza na watu waandamizi kwenye mpira. Hatukuona kauli yoyote ya kukemea. Hasa sijui mpaka siku mtu aje afe kiwanjani ndio watu wataanza kutoka na kuanza kuwajibika. Nafikiri hatupaswi kufika hapo. Ule ni mpira wa miguu. Nataka kumwambia hapa, msomo mrefu. Mara ngapi Simba amenufaika na matokeo na waamuzi, yani mpaka wanashangaa. Na walichangilia, hakukemea. Yes. Na ndio kwanza nakwambia ubaya. Hata kumbe inauma ndio. Unaona? Simba wanaenda kwa Mashujaa. Wanakwambia na bado ubaya ubwela. Amekuja Sunani Alliance, Sunani yule Fountain Gate. The same thing imetokea. Na timu nyingine JKT kulifanya the same thing imetokea. Why? Kwa hiyo kitu cha msingi ni kujikita kwenye kutengeneza timu, kuwa na kikosi imara na kukubali matokeo. Hasa hizi tabia za kutokubali kufungwa wakati wote sio mpira wa miguu, sio nzuri. Ndio. Wakati mwingine unakubali matokeo. Sawa. Unaona? Tulishuhudia Yanga goli ya Lali linaingia na Mamelodi. Lakini hukuona yale. Yes. So ndio ulalamike, ufanye nini? Ndio mwamuzi kashaamua au amekaa sawa. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.